Nisikilize vizuri. Leo nateremka huko kwako kwa sababu nataka kutenda kazi mapema. Amen, amen, amen. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Biblia imesema wazi kuwa, tulisoma pamoja tukasema kila unachokiota kipo. Kwa mfano, mtu wa kwanza kuota ndoto kwenye Biblia anaitwa Abimeleki. Alichokiota kikatokea, kikawa kweli. Mtu wa pili kuota ndoto kwenye Biblia anaitwa Yakobo. Alichokiota kikawa kweli, kikatokea. Na mtu wa tatu kuota ndoto kwenye Biblia, kama unavyojua vizuri, Yusufu. Alichokiota nacho kikatokea. Na mtu wa nne kuota ndoto kwenye Biblia ni askari wa jeshi la Midian. Alichokiota nacho kikatokea. Na mtu wa nne kuota ndoto kwenye Biblia, ukisoma vizuri utaona ni mwokaji wa mfalme. Alichokiota nacho kikatokea. Na mtu wa tano kuota ndoto kwenye Biblia ni mnyweshaji wa mfalme. Alichokiota nacho kikatokea. Na mtu wa sita kuota ndoto kwenye Biblia, Danieli. Alichokiota kikatokea. Na mtu wa saba mfalme Nebukadneza. Alichokiota kikatokea. Na mtu wa nane kama unavyojua ni Yusufu mwana wa Daudi. Alipoota kikatokea. Na mtu wa tisa kuota kwenye Biblia ni mamajusi wa mashariki. Walichokiota kikatokea. Na mtu wa 10 kuota kwenye Biblia mwana wa Daudi tena akaota ikatokea. Na mtu wa 11 kuota kwenye Biblia ni mke wa Pilato, akaota yaliyo. Kwa hiyo unapokuwa umelala usiku halafu unaota kuna mwanaume amekuja kitandani analala na wewe au anakutana kimwili na wewe, sio kwamba umeota, lakini jambo hilo kweli lipo na linatokea. Na mara nyingi shetani au akili zetu zinataka kutuambia usiwe na wasiwasi, umeota tu, hauna tatizo lolote. Lakini kwa mujibu wa Biblia, ndoto unayoota ni kweli. Hakuna ndoto hata moja ambayo iliotwa ambayo haikuwa kweli. Ndoto zote zilikuwa kweli. Tukasema sasa, kwa hiyo unapoota kawaida, ama hujaolewa au hujaolewa, umelala usiku halafu unaota mwanaume au mwanamke amelala na wewe kitandani au anakutana wewe kimwili, jambo hilo ni kweli. Jambo hilo linatokeaje sasa kufanya iwe samale? Jambo hilo linatokea ni kwamba kuna aina ya mashetani, ama ni majini, ama ni majoka, ama ni mizimu, ama ni majini ya aina fulani, ama wachawi, ambao wao huwa wanatoka usiku kwenda kwenye nyumba za watu. Anamkuta mtu amelala halafu anafunga ndoa na wewe. Anapofunga ndoa na wewe, sasa wewe unakuwa umeolewa ama na jini, ama na joka, ama na mzimu. Unampataje huyo mume wa kiroho? Jini huyo anayekujia mpaka anakuwa na uhalali wa kuja kukutana wewe kimwili, unampataje? Namba moja, niliongea nikasema, kwanza majini wanaweza kugeuka kuwa kitu chochote. Majini ni malaika. Malaika wana uwezo wa kugeuka kuwa chochote. Kwa hiyo unaweza kuwa unatembea ukaona pete imeanguka chini au mkufu umeanguka chini, kumbe ni jini amejigeuza kuwa pete. Unachukua hiyo pete unaivaa kwenye kidole chako, kumbe tayari jini yule ndiyo umefunga naye ndoa. Kuanzia wakati ule anaanza kukutokea kwenye ndoto, lakini anakutokea kwa sura za watu tofauti tofauti. Kuna wakati mwingine unamuona kama mjomba, kama Mwarabu, kama Mhindi, kama mzungu, lakini anaanza kutokea kwenye ndoto. Namna ya pili nikasema kuolewa na asiye mwanadamu. Malaika wana uwezo wa kujigeuza wakawa binadamu. Ukamuona binadamu kabisa, ukala naye chakula, lakini kumbe ni malaika. Mashetani na wao wana ngazi ya malaika, na wao wana uwezo wa kugeuza umbo jini akawa mtu, akaja kukaa kwenye mtaa wenu, au akaajiriwa kazini kwako, kumbe ni jini. Sasa wewe kwa kumuona hakwambia nakupenda, na wewe unataka mume uolewe, ukawa karibu na yeye ukijua huyu ni kaka au huyu ni dada, anataka kunichumbia au nataka kuchumbiwa, kumbe ni jini. Utakuwa na mahusiano nayo ya kimwili, alafu baadaye anazama ndani ya mwili wako. Baadaye utaona huyo kaka mliyekuwa na uhusiano naye mmeachana, lakini kumbe yupo ameingia ndani ya mwili wako.
Unapolala usiku, anatoka ndani ya mwili, anavaa umbo, huyo ndio anayekutana na wewe usiku ukiwa umelala. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, mume huyo anapatikanaje? Ni mtu ambaye kabla hujaokoka ulianza mahusiano na yeye, kumbe alikuwa na majini ndani, majoka ndani. Sasa mlipokuwa na mahusiano, yale majoka, majini yakaingia ndani mwako, na kuanzia leo yale ndiyo yanasema yamekuoa. Namna ya nne nikasema ni mashetani tu kwenye kuzunguka kwao, wakakuona, wakakupenda, wakakuchukua, alafu ukajikuta tayari umeolewa nao bila wewe kutaka. Na namna ya tano kama nilivyosema ni mchawi. Mchawi anaweza kuwa jirani, mchawi anaweza kuwa ni ndugu, anaweza kuwa ni kaka au dada, ambaye huyu mchawi yeye anakuwa amekuona tu wewe na anaanza kuja kuwa na mahusiano na wewe. Anapoanza kuwa na mahusiano na wewe, sasa wewe unashangaa, unaanza kuota ndoto, kumbe ni mchawi kabisa, jirani, mtu wa karibu na nyumbani kwenu anakuja kukufanyia hayo. Kwa hiyo wewe unakuwa sasa umeolewa na ndoa ya kishetani, kwamba una mume wa kijini au mke wa kijini au mchawi fulani ambaye amekuoa kwenye ulimwengu wa rohoni bila wewe kujua. Sasa kuna mambo kadha wa kadha yataanza kutokea. Baada ya wewe sasa unakuwa unaota ndoto hizo. Kuna wengine wanaziota ndoto hizo kabla hujaolewa. Unakuwa unaota ndoto, kimsingi umeshaolewa na mume wa kichawi bila wewe kujua. Sasa nianze kwa watu ambao unakuwa una mume wa kichawi au unaanza kuota ndoto za hao majini au mashetani kabla hujaolewa. Na bahati mbaya dunia imetiwa giza, wanaambiwa hao mashetani wanaitwa majini mahaba. Neno mahaba maana yake ni mapenzi, lakini kimsingi hao sio mapenzi, ni mapepo ambayo lengo lao ni kukuua wewe na kukuharibia maisha kabisa. Hebu naomba useme leo katika jina la Yesu sitaki tena. Amen. Amen. Sasa unisikilize vizuri kama nilivyokuambia. Kwa hiyo kinachoanza hapo sasa, kama binti unaanza kuyapata hayo majini, ama yamekuingia au yametumwa ama yameelekezwa, yanaanza kukutana na wewe kimwili ukiwa hujaolewa, matatizo utakayoyapata ni matatizo matano. Tatizo la kwanza, utakuwa hupendi wanaume. Unapomsikia binti anasema mimi sipendi wanaume kabisa, hata kuwaona, hata kunisogelea sipendi, tena akinisogea na mkata hata na kisu kabisa, unagundua huyo dada ndani yake kuna mume wa kiroho, na huyu mume wa kiroho anawazuia wanaume wasiwe wanamsogelea huyu dada ili asije akaolewa na mtu mwingine. Kwa hiyo huyu dada ana jini hilo, ana majini hayo, ameolewa tayari. Jambo la pili utakaloliona kwa huyu dada ambaye hajaolewa lakini anayo hayo mashetani ya kumzuia, ni kwamba huyu dada akichumbiwa lazima uchumba wake uharibike. Kwa nini uchumba wake unaharibika? Ni kwa sababu ndani yako kuna hili jini au joka au mzimu aliyekuoa kwa lazima bila wewe kujua. Kila unapochumbiwa na kaka, ama unakasirika tu, hutaki tena, na uchumba wenu unaharibika. Kwa nini? Ni kwa sababu yule jini aliye ndani hakuruhusu kabisa wewe uchumbiwe na mtu yoyote. Jambo la tatu, huyu dada atakuwa anavunja vitu yeye mwenyewe. Akianza kitu au uchumba, sio yule kaka ndiye atakuwa anavunja, ni wewe tu. Utajisikia simpendi huyo kaka tena, simtaki tena, sitaki kuwa karibu na yeye. Lakini wewe utaanza kushangaa, mchungaji, mimi nilikuwa nimechumbiwa kabisa, na shangaa kwa nini nimebadilisha mawazo. Sio kwamba umebadilisha mawazo wewe, lakini ni yule jini anayekaa ndani yako ndiye anayekuletea mawazo hayo. Na jambo la tano ambalo ni la muhimu sana, huyu dada kama anajaribu kusoma shule haiwezi kwenda. Akijaribu kufanya biashara haiwezi kwenda. Akiahidiwa vitu na watu hawezi kwenda. Kama alikuwa anapendwa na watu wataanza kumwacha. Kwa nini wanamwacha? Ni kwa sababu hili jini au hili joka au huu mzimu lililomuoa linataka akae peke yake,
ndipo pale unamkuta dada anachukiwa na watu wote, hata ndugu wa karibu anakuchukia, mjomba anakuchukia, kaka anakuchukia, baba mkubwa anakuchukia, kaka, dada, mama wanakuchukia. Hakuna anayekupenda. Ni hili jini lilo ndani yako linataka ubaki peke yako, ukose msaada, ukose mtu wa kukusaidia, ili kusudi baadaye likuchukue lenyewe uwe mali yake. Hebu sema leo sikutaki kabisa, kwa jina la Yesu. Kama humtaki, mwamvuli juu, mwamvuli chini. Tunaingia hatua nyingine. Huyo ni dada sasa. Wewe ni dada, hujaolewa, lakini kwenye maisha wakati ulikiwa binti ulikuwa na majini hayo. Sasa kuna mwingine ambaye wala hajijui kwamba ana majini hayo. Hujijui kivipi? Kuna mtu mwingine anaota kwamba anakutana kimwili na mtu kwenye ndoto, anapoamka asubuhi amesahau. Maana yake ni nini? Mashetani wakati mwingine yana ujanja fulani fulani. Yanajua ukianza kuzisimulia ndoto zako kwa watu utapata ufumbuzi. Kwa mfano, kama hapa Ufufuo na Uzima tunajua ndoto ni bayana. Tunajua mtu anapoota kitu lazima kipo. Kwa hiyo mashetani yanakuja kukuingilia kimwili. Umeolewa, lakini unapoamka usiku unasema hivi, nimeota kitu lakini sijui nimeota nini. Lakini ndoto mbaya, lakini sijui nimeota nini. Kumbe na wewe una mume wa kiroho namna hiyo ambaye anakuwa anakuja, lakini umefungwa ili usimtambue. Na kwamba yule joka anagundua wewe una vitu, ama una nyota ya biashara, ama una nyota ya kazi, ama una nyota ya kupendwa, ama una nyota ya safari. Yule joka anakumiliki wewe kama mke wake, ili zile nyota ulizonazo wawe wanatumia wachawi na waganga wa kienyeji kwa ajili ya shughuli zao. Na ndiyo maana unaweza kumuona mtu huyo. Dalili nyingine ya tatu, kama ana biashara, biashara yake inaendelea kunyong'onyea. Kama alikuwa anasafiri, safari hazipo tena.